Ndani idara ya ACC kutoka Kariakoo, Telecom na Agri, nite DJ Mark, nite G Machine, napatikana Kariakoo, Telecom na Agri, na pia unaweza ukanipata kwa namba zangu za simu 0656 035353. Ni Jembe DJ Mark G Machine, mzee idara ya ACC production. Pia unanipata kwa namba za simu 0656 035353. Kazi yetu hii unaipata ndani ya Mbeya pande za Kabwe, njia kuelekea Soweto karibu na benki ya NMB pale kwa James ma DVD, na pia na duka lake pale la kuuzia nguo James Classic Wear. Njoo upate ma t-shirt ya kumwaga, t-shirt za kike na za kiume, na pia utapata jeans za kike na kiume, matop kama yote, skin kama zote, soksi, viatu, kofia, saa, alikadhalika boxer. Emana kazi yetu hii pia unaipata kwa mtoto nguvu ambaye anaitwa Mr. Baada ya Media kutoka kule ndani ya Kiembe Samaki, ndo msambazaji mkuu ndani ya Zanzibar. Na alikadhalika kazi yetu pia unaipata kwa Malik anayepatikana Migombani ya Zanzibar, na mkubali sana mtongo wa nguvu. Na bila kusahau kazi yangu hii unaipata kwa Ali Bonge mwana kure kwa njia kuu ya kuelekea Nyarugusu. Yes. Amana kitu nguvu hapa inakuja kama hivi kutoka idarani ACC. Mtu akiwa mtu asana kuwa ni muuaji. Ukiua maelfu ya watu, mamilioni ya watu, basi wewe unakuwa ni gaidi. Ukiua kila mmoja, basi wewe utakuwa ni Mungu. Haya ni maneno ya mtu mmoja wapo aliweza kuandika haya katika moja kati ya vitabu vyake. Moja kati ya kazi nzuri sana inakuja kama hivi tokea ndani ya idara ya ACC production. Filamu yetu inaanza maeneo ya beach. Jamaa ametapakaa damu kama zote. Ni kijana mwenye asili kama ya Mchina hivi. Lakini filamu yetu imechizwa katika nchi ya Marekani kwa ujumla. Filamu yetu inaitwa Contract. Majukumu ya kazi. Unapewa kazi inaitwa contract, basi unafanya hiyo kazi. Contract. Majukumu tu hayo. Sasa filamu inaanza katika hili eneo. Huyu bwana yule ambaye ndio tumemwona kule amelala katika pwani, ametapakaa damu, yuko maeneo ya bafuni, naweza nikasema machoni kwa sasa. Sasa ni kama natukumbusha tu, ama sijajua ndio kama ndio matokeo yanatokea upande wa pili. Hebu tutazame kwanza. Huyu jamaa anaongea kwa simu, yuko katika sehemu ya parking ya gari. Wakati ule sasa anaamua kuondoka, kuna mtu nyuma anamfuata. Tena kwa kasi sana. Naona kama mtu huyo anawaza. Hebu tuendelee kuangalia vizuri kama anawaza ama ni jambo ambalo linatokea upande wa pili. Na sehemu ya huku yuko yeye mwenyewe sasa. Na huku namuona tena yeye mwenyewe. Mimi naona ni mawazo haya. Sio kama ni kitu ambacho kinaendelea kwa sasa. Hawezi akawa sehemu zote kama tatu hivi. Huku anakutana Mchina mwenzie, huku anakutana ule bwana, yeye mwenyewe tena yuko huku chooni. Haya ni mawazo. Labda huenda natukumbusha tu vitu fulani ambavyo vimeweza kutokea wakati fulani hivi, anayakumbuka akiwa bafuni hapa. Ama unaweza kaita male watu. Wazungu wenyewe wanasema ni rest room. Ebane, pindi alipokutana na mtu huyo kwanza, mambo yakawa hivi. ACC. Sio mchezo. Huyu mtu ambaye alikuwa anamfuatilia ghafla katoweka. Huyo hapa. Ebane, hizi ni moja kati ya kazi ambazo amezifanya hapo nyuma nafikiri, na ndio maana anatukumbusha. Tuendelee kuitazama kazi hapa hii. Wanaita Contracts. Na mimi naitwa DJ Mark. G Machine, idara ya ACC production. Inahusika kuletea kazi ya kufa mtu mwanzo mwisho. Hatari. Baba we. Yes sir. Amekutana na njemba za nguvu na akileta ujinga zanakwenda. Hatari. Lazima pambane kiume.
Moto ni lazima uwake. Risasi kama zote. Wewe. Wuhu. Iboni. Ashamdhibiti huyu. Pande zote tunapata kuona anafanya kazi za kufa mtu. Ina maana yeye ni muuaji. Yeye ni assassin. Assassin siku zote anapewa kazi kwa ajili ya kwenda kuua. Ukishapewa jina la assassin wewe ni muuaji. Tumeweza kuona majukumu yake yote anayofanya, alafu tuko ndani ya jiji la New York City. Ujamaa kama vile ni mtu ambaye kachanganyikiwa. Wewe nani? Naomba nisikize vizuri. Wametuma mtu aje kukua. Who is this? Nafahamu. Wewe nani bwana? Mimi ni rafiki tu wa rafiki yako. Alright. Okay. Sasa unataka mimi nifanye nini labda? Wakati jamaa anapewa maelekezo, kuna dada mmoja mzuri sana. Yuko katika jengo moja refu katika jiji hili la New York City. Sasa kaambiwa, unaona uchochoro hapo kushoto? Upite uchochoro. Dada mzuri kweli kweli yuko juu ya gorofa moja na ana mashine ya kusaga na kukoboa. Mashine ya kwenda masafa marefu. Alright, Ndio nimeshafika hapa namba 247. Niko hapa. Wewe uko wapi? Toba, huyu kashauao. Ameitwa aingie katika hii mitaa bila kujijua. Ameitwa kwenda kuuawa, tayari kashauawa mzee. Na kazi tayari imeshaisha, msichana anaondoka, lakini ghafla benevu baada ya kumaliza hayo majukumu kuna mtu kamsimamia. Toba, piga risasi jamaa kakwepa. Amshika binti. Wow, acha mzibue. Huyu jamani mbaya. Baada ya kumchapa akajionyesha yeye ni nani. Ina maana ubinti anamfahamu huyo mtu. Baada ya kumchapa akajionyesha yeye ni nani. Alafu hawezi kumwacha, anamwachaje? Yaani mhalifu kimtambua ni lazima ufe. Maana hawezi kukuacha, unaweza kumtaja. Alimwasha. Alimaliza binti wa watu. Binti mzuri kweli kweli, mashallah. Binti anakwenda na maji. Sasa upande wa pili huko, huyu kijana kama vile kama muhindi hivi. Fucking tough guy. Wamemkamata huyu jamaa, acha mchape. Unajifanya hili bonge la mbabe? Unajua hili bonge la mwamba? Hapo unapokea kichapo mwanzo mwisho. Bwege we. Toba. I'm having a ball. I'm having a ball. Nitakuchapa hapa mpaka ufe. Feel free to tap out anytime, huh? Wewe unafikiri hapa utatoka? Utoki tena. Say the word, man. Ongea basi. Kama una la kuzungumza zungumza. Isn't Cloak supposed to send somebody in today? A chick? Rebecca Fields. Baada ya kuweza kumchapa huyu bwana wako nje wanazungumza. Wamepewa kazi ya kuhakikisha kwamba huyu jamaa wanampa mateso ya kufa mtu, na walimpa mateso kweli kweli, sio mchezo. Like you do other women. What are you babbling about? Just trust me. Lakini niamini. Any sense of self-preservation. Huyu jamaa japokuwa ameshindwa kusema hapa, lakini atasema tu. Niamini. Hawezi kukaa muda wote asiongee. Is he awake? Ameamka? Ndio ameamka. Lakini ameshindwa kusema chochote mpaka sasa. Oh shit, because it's over. Basi ngoja mimi niingie ndani nikajaribu kuzungumza naye. Ameshindwa kusema Wanasikilizia huko ni kitu gani kitakachoweza kuendelea. Mtu ananyongwa huyo.
toba, ananyongwa. Mama ananiua. Bwana, sisi tumeshindwa kumfanya hivi, lakini mama kaenda kamchapa. Dakika zote ni anampa mateso, na mwisho wa siku kimya. Takuwa tayari kashapoteza maisha huyo. He's ready to talk. Anasema tayari kashazungumza. Nyesi mmeshindwa kumsemesha, kazungumza. Dada mmoja mzuri sana. Yes, I'm on my way. mimi niko njiani nakuja. Anapokea simu na anaitwa na anasema yuko njiani anakwenda. Sasa tunapata kumuona tena ule jamaa ambaye tuliweza kumuona pwani, na baadaye akatukumbusha mambo mawili matatu, na sasa amekamata bunduki na yuko na mawazo kibao. Sijui anafikiria kujiua kwa yote aliyapitia. Hebu tumwangalie kwanza ndugu yetu asije akajiondoa roho. Simu yake inaita. Anthony Lowe. Anthony Lowe. I'm Mark Sullivan. Mimi naitwa Mark Sullivan. Anthony alipokea simu na hatimaye alikuja mpaka hapa. Why don't you come with me? Kwa nini usije huko? Anakutana na mtu ambaye anaitwa Sullivan, na Sullivan amemwita wapate kuingia ndani. Aliitikia wito baada ya kupigiwa simu akiwa amekamata bunduki nyumbani, na alikuwa na mawazo mengi. Moja kati ya mawazo hayo alitaka kujiondoa roho yeye mwenyewe. Sasa aliitwa huko ndani kwanza kidogo waingie wazungumze. I heard you out of work. Nimesikia kazi yako, I'd like to offer you some. lakini unataka kuacha hiyo kazi. Ninataka nikupe ofa. Ofa ya nini? Ni ofa kwenda kumkamata mtu. I'm sure you're aware of current events. Una hakika kabisa kwamba hutaki tena kufanya haya majukumu? Hivi unafahamu ni kitu gani kinachokuta sisi watu wetu? Watu wetu? Yes, watu wetu. Kama mimi na wewe. Nini kinachowakuta? Yaani watu wetu kama sisi ambao tunaua. Kikosi kimoja ambacho sisi tupo japokuwa tujuani. Lakini nataka nikueleze kitu. Watu ambao wako ndani ya kikosi chetu wameanza kuoa mmoja baada mwingine. Na tumfahamu ni nani anayetuulia watu wetu. Why they're after us. Wanatutafuta, wanataka kutuua, lakini hatuwafahamu ni akina nani na hatuwajui nani kawatuma. Na tunataka tuwatambue sasa ili tuweze kuwashika hao ambao wanataka kutuua sisi. You want me to help you find out? Kwa hiyo wewe unataka mimi nikusaidie watafute, si ndio? Anamuuliza. Kwa hiyo wewe unataka mimi nikusaidie watafute? You took your sweet time getting here. She's here now. Blake, hebu tulia bwana. Nimemuita huyu kwa ajili ya kuzungumza naye. Sutton amekufa. Unalijua hilo wewe? Alisema poleni. Malaya, unasema poleni wakati Sutton alikuwa ni mtu wetu. How did he die? Amekufaje? It was a sniper. Kulikuwa kuna sniper. No, they did not. Sasa sniper alikuwa amemuua na yeye mwenyewe sniper ameuawa. Who killed the sniper? Sasa nani kamuua sniper? Did us a favor. Ndio hatujui. Sniper kama tungekuwa tumemnasa angetueleza ni nani kamwajiri. Mpaka ameweza kumuua mtu wetu. Tena nafikiri walikuwa wamemuita uchochoroni ili wamtandike risasi. Wakamtandika risasi. Sasa tunataka tumfahamu ni nani aliweza kuajiri huyo sniper. Rebecca, kuanzia sasa utashughulikia ofisi ya marehemu. Wewe ndio utaiongoza. Asante sana mheshimiwa. Ngoja niende nikaanze na majukumu. Wewe binti. Must be pretty happy. Naona uko na furaha, umeshapandishwa cheo. Umepewa cheo cha mwenzako ambaye ameshapoteza maisha. Lakini nikianza na kwazuo, ni nani huyu ambaye ameajiri huyu mtu amuue huyu kijana wetu? Huenda ni wewe kwa sababu ulikuwa unajua wazi utapewa haya majukumu yake. Well, being senator now, so Senator, hebu acha basi ujinga. Mimi siwezi kuweza kumua mwenzangu ambaye tuko timu moja ili mimi nifanikiwe kuchukua nafasi yake. Cha kwanza tutaweza kumjua ni nani aliweza kumwajiri huyu sniper. Na wasiwasi huenda ukawa ni wewe ambaye unayataka yani majukumu yake na hatimaye umeyapata. Wanatakiwa wamjue ni nani aliweza kumwajiri sniper.
Aliyekufa ni huyu hapa wajuzi ambaye ni yule sniper. Alimuua yule jamaa ambaye mpaka leo hii tunapata ripoti kwamba sniper naye mwenyewe ameuawa. Kuda dadeki. I should kill you. Mimi nitakuwa wewe. Jamaa zetu wote wamekufa sio? But you won't. Alisema but you won't. Najua uniwezi kuniua. You need my help. Unahitaji msaada wangu, si ndio? Know what this is? Unataka msaada wangu wa yote haya? Helping you? Huyu sasa alikusaidia, si ndio? Na mwisho wa siku akapoteza maisha. Unataka na mimi nipoteze maisha? Just like the rest of us. We. Sikiliza nikwambie kitu. Tutakufa tusipoweza kufanya kitu kimoja. You use Tutakufa kama wenzetu walivyoanza kutangulia kufa. revenge. Sawa, mimi siko hapa kwa ajili ya kushindana na wewe. He will kill you. I can. Sawa, tuko hapa kwa ajili ya kusaidiana hapa ili tuweze. Ngoja nakuja. Samahani kidogo. Why did you feel it's necessary for you to come here? Sasa umeonaje kwamba ni sawa kuja hapa? Fucked up. Sikiliza nikwambie kitu, unazingua. Target. Sasa nazingua nini? Yule sniper yako si ameuawa? Do you Na tayari wameanza kunishuku kwamba mimi ndio nimeajiri mtu kwa ajili ya kuweza kumuua yule bwana. How exactly is this your problem? Sasa inakuwaje unajiona kwamba ni matatizo yako wewe mwenyewe? back to Kwa sababu pindi watakapoweza kutambua mimi nimekwisha, They won't. hawataweza kujua. I have another issue. Niko na kazi nyingine sasa. What? Kazi ipi? Morris, he's beginning. Nataka umuue huyu anajiita Morris. He's a problem to me. Huyu ni matatizo kwangu. I gotta deal with this ghost that's been killing off my crew. Sasa sikiliza, siwezi kumuua wewe mwenyewe. Cha kwanza nataka nijaribu kumtafuta huyu mtu ambaye anatuulia sisi watu wetu. Dead. Nataka Morris auawe. Sababu ameanza kunishuku mimi ndo nimemuua yule marehemu ili nichukue nafasi yake. Nataka auawe yeye. Basi haina shida. Nigela. Mara mbili ya mtu wa kwanza tuweza kumuua. Siwezi kugea pesa yote mpaka kazi ishe. No. Na msije kushindwa hiyo kazi. Mkishindwa mimi na nyinyi. Da, mama kumbe ndiye mwenyewe. Na ndio maana ule mzee alishtuka. Alimwambia huenda wewe ndiye unaifanikisha yote haya. Sasa ujamaa amekamata kinyago kilichokuwa kiko ndani ya begi yake. Anakumbuka mengi sana, lakini kuna mwingine anakuja. Headshot. Mimi naitwa Headshot. Mwenzangu Anthony. 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 I'm done hiding. Anasema I'm done hiding. Hataki tena kujificha. Alisema ni kweli, lazima tujifiche, lakini sababu wenzetu tayari watatu wameshapoteza maisha. Sasa ndo tunaanza kuitana ili tuweze kujuana wote katika hii timu. Ili tuweze kujua ni nani huyu kifurugobe anayetaka kutuua. Na ameshaanza kuua wenzetu. Senator Blake Morrison. Anaitwa Senator Blake Morrison. Anapaswa kuuawa leo jioni. If you accept the money for taking a life, you're no doubt for Sasa mtapokea pesa kwa ajili ya hili jukumu la kumfyeka huyu mtu. put him in the Oval Office. Sasa hapa tunahitaji kwenda kuvamia ofisi yake, inaitwa Oval Office. With his 4-year-old son, Arch. Alafu na huyu ndio bodyguard wake. First moves with a tight crew. Sasa huyu bwana sasa hivi ameweka ulinzi mkubwa sana, akiwa hana imani na mtu yote yule. They'll be- Hakikisheni mnavamia ofisi hii na mnamwangamiza. We have an insider with Lakini tuko na mtu ambaye yuko ndani ya timu ya huyu bwana. Yeye atatugea michapo yote. Headshot will take. Headshot, wewe utaongoza moja kwa moja kwenda kumuua huyu Morrison, alafu na wewe utamsaidia. Trap? Damn right. Alisema kile kitu tayari nimeshakipanga na mbinu zote zipo katika hiyo karatasi. Mtafanya wajibu kama unavyopaswa. Headshot ambaye ni huyu mtu mweusi anaambiwa yeye ndiye ataongoza, mwenzake atakuwa kwa ajili ya kumpa msaada. Alice. Unamjua Malice? Yeah. Yeah. She was a good assassin. Alikuwa ni muuaji mzuri sana. The task at hand. Bwana, hebu tuangalie majukumu bwana. Malice ni ule mtoto wa kike aliyekufa kule juu ya dari baada ya kuweza kumuua mhusika, lakini akauawa na mtu ambaye alimuonyesha sura yake, lakini hakutaka kumwacha. Baada ya kumuonyesha hiyo sura, alimteketeza kwa sababu alijua tayari kashaonekana sura, anapaswa kufa huyu mwanamke. Sasa huyu ndio anaitwa Senator Black Morrison, anapaswa kuuawa, na kama tunavyoweza kuona ulinzi wake ni mkubwa. Sasa hapa anafanya kazi Headshot ili mwenzake aje kumsaidia kwa nyuma, na anamsaidia kama hivi ili wafanikishe kumpata Black Morrison. Ni kitu ya nguvu wanaita contract. Contract ndo kama hivi, mnapewa majukumu mnakuja kuyafanya.
mnapewa kazi, mnakuja kuyafanya. Na hiyo ndio contract. Oho. Mlinzi mmoja hapo akiwa amevaa kofia anataka kumuuliza wewe ni nani? Mlinzi imekula kwake. Oya, headshot. I have made contact. Huku tayari nimeshaua mtu. Headshot. Anajaribu kuwasiliana headshot, lakini headshot hajibu chochote. Nafikiri sasa kimeshanuka. Yupo katika wakati mgumu sana. Kama mwenzake asemi chochote, tayari balali imeshamkumba. Sasa hakuna budi yeye mwenyewe kujitetea. Ulinzi tayari umeshatambua kuna uvamizi. Na moja kwa moja unafanya kazi. Dogo ilibidi aanze kufanya kazi yake hapa ili kufanikisha zoezi la kumfyeka Senator Black Morrison. Woohoo! Anafanya kazi mwenyewe sasa baada ya kupotea kwa headshot. Headshot huyo hapa. Yes. Naye pia anasababisha kumfikia. Woohoo! Anasababisha kumfikia Morrison. Kimenuka. Atari. Sheke, hawa mtu besa hatari. Hawa mtu mbili ni hatari sana shekhe. What happened? Nini kimetokea? Coming. Asa wamefahamu sisi tunakuja humu ndani. Where's Morris? Morrison yuko wapi? Morris yuko wapi? Haijulikani Morris yuko wapi, lakini hakuna budi kumtafuta katika hizo ofisi zake. Na majukumu ndio kama hivi. Acheche. Bwana, sidhani kama umempata mzee Morris. No one's home. Hakuna mtoto nyumbani. Stay put. Okay, wewe tulia kama hapo ulivyo mpaka nitakupa majukumu mengine. Huyu ni mwenzao mwingine. Anasema hakuna mtoto nyumbani, lakini kuna mtu yuko nyuma. Unaelewa kauawa. Ama asansi ni hao wauaji wanajikuta leo wanauao wenyewe. Sasa jamaa amekuja kumweleza mwenzake anataka kumpa majukumu gani, na amemwambia asubiri hapa anakuja, na akamfuata mwenzake mwingine ambaye alimwambia tulie, ndio anamfuata sasa. Lakini pindi alipofika nyumba iko kimya sana. Na kuamini alichokiona hapa kwenye kiti. Huyu jamaa kitambo kashauawa. Kauawa vibaya sana. Kwa hiyo huyu mtu mwingine tena wanne katika kundi lao la assassin, na kuwepo katika majukumu, alikuwa yuko nyumbani ametulia, lakini ameuawa. Huyu muuaji anayewaua wao anawafahamu vizuri. Leo wauaji wanauawa. Hatari. Wanajitahidi sana kumtafuta nani anayewaua. Wanazidi kupungua. What? Nini? Got away. Morris amekufa sasa. Yes. Morris amekimbia. Wameshindwa kumuua Morris. No sign of our killer. Lakini hakuna shuhuda ama mtu ambaye ameweza kusababisha mauaji kwa upande wetu. Nafahamu. Yaani kiufupi hapa wewe pamoja na headshot na wahitaji eneo husika. Wanamweleza bosi wao kwamba Morris wameshindwa kumuua. Amekimbia, lakini kulikuwa kuna ishara kujua ni nani aliweza kuwaua. Of course not. Of course not.
What's going on? Anauliza kama kuna mtoto amejua kuja hapa kwao. Alisema hakuna. Of course not. Ballistic's dead. Ballistic amekufa. What? He wasn't on an assignment. Akuwepo katika majukumu. He was at Fields' place. Alikuwepo kwenye field place. What was he doing at Fields' place? Sasa alikuwa anafanya nini kwenye field place? Alikuwa ana keeping tabs. Ana keeping tabs. How do you know it's him? Sasa walimjuaje kama ni yeye? Sasa hata mimi nashindwa kujua. No one else. Unajua naye pia alikuwa ni mtu ambaye hayuko sana katika majukumu haya. Yeye alikuwa yupo sana katika masuala ya kutafuta vile ambavyo sisi tunataka tufanye. Yaani kila alichokuwa nakitupangia ndio yeye alikuwa anatupangia. Yaani kwamba yeye ndio alikuwa ni master planning. If Morris... Lakini ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumjua Morris nani huyu. Ballistic kwamba alikuwa ni mmoja kati yetu. Lakini amefuatwa na kuuawa. He's someone close. Lakini ndio hivi sasa, kazi ya leo imekuwa ngumu. Imeshindikana kwanza kumuua huyu Morris. Na mwenzao mwingine tayari kashauawa. He's my guy. Anasema sikizeni, huyu jamaa ni mtu wangu. Amepoteza maisha. Ni mtu wangu kama nyinyi. Hase, huyu muuaji anaendelea kutunguza nani huyu? Why is Morris still alive? Why didn't you... Ni kwa nini mpaka sasa hivi Morris bado ni mzima? Too much suspicion here. Unajua kwanza wewe mwenyewe unataka kutizingua hapa. Tulia kwanza. Nitulie nini? Unataka kunilaumu mimi? Na kati mimi nimewapa kazi. Sasa muone kwamba tayari mtaleta matatizo makubwa kwa upande wangu. No. Hapana. Same boat. Sikiliza, tuko katika boti moja. Wewe mwenyewe sasa unalifanya hili jambo kwa zito. Ni kwa nini asiwawe huyu Morris? Go to the safe house. We'll talk. Wewe nenda kwanza sehemu salama afu tutakuja kuzungumza. Manake mambo tayari yameshakuwa sio. Mama akaambiwa aende ajifiche kwanza mpaka pale Morris atakapoweza kumshughulikia. How sure are you? Una hakika? Na hakika ni huyu mwanamke ametuma watu waje kuniua. Huyu mwanamke ambaye umempandisha cheo hapa, umempa nafasi ya yule mwenzetu aliyepigwa risasi kule mtaani. Ni yeye anataka mimi nife. Are you familiar with Mark Sullivan? Unamjua Mark Sullivan? No. No, simjui. He's one of the best assassins in the world. Ni mmoja kati ya wauaji wazuri sana. Sasa huyu sniper inasadikika kwamba huenda anaweza akajulikana ni nani aliyeweza kutumwa naye. Iwapo kama tukimleta hapa huyu Mark Sullivan. Sasa tumlete Mark Sullivan atusaidie. Sababu yeye pia ni muuaji, atafute wauaji wenzake. They killed my men. Wameoa watu wangu. Alafu tena unataka kumkaribisha bado Rebecca. Rebecca ni muuaji. Bado tumeshindwa kumfahamu kama Rebecca ndiye aliyepanga njama za kutaka kukua senator. Fields lazima afe. Those assassins failed in eliminating you. Lakini hata hivyo nataka nikueleze kwamba hawa kama wamefeli kukua, hawatasubutu tena kufuatilia. Tulia kwanza. Nataka nitambue muuaji alitaka kukua ni nani. They also know that Fields is behind everything. Sasa ilibidi huyu bwana amfuatilie huyu kiongozi ambaye mara nyingi huwa wanasaidiana kazi kabla ya kitu kingine. Akamweleza Protector. kule tayari Reapers. Malis ameanza kuwa na wasiwasi juu yenu. Umeona? Lakini bosi pia alikuwa anakuhitaji uende ukafanya kazi naye. What? Nini? Constantine likes you. Constantine likes you. He wants you. Work for him. Good. Vizuri. Yeah, Morris isn't too happy about that. Lakini Morris hana furaha kwa hili. And all. Amesema kwamba wewe umemuua ama umeua watu wake. Constantine's Anahitaji kabisa uwepo mbali. Lakini Constantine anasema wewe ni mtu muhimu sana kwa wakati huu sasa. Ili kuweza kumjua ni nani anayetaka kuua vijana wake. Na ni nani aliweza kusababisha yote. Sasa huyu mama ambaye ndiye alitaka kuuawa Morris amekuja kujificha na ndiye aliweza kusababisha yule mtu wa kwanza kuuawa ambaye ni yule ambaye aliitwa kwa simu akaingia chochoro huu nenda mpaka katika sehemu imeandikwa 247 akauawa. Ni huyu mama ambaye ni mtumishi katika zile ofisi. Mama ameanza kuwa na wasiwasi, ameingiliwa. Mama ameambiwa kwanza ajifiche sehemu salama mpaka pale watakapoweza kumpa taarifa atoke. Mama alikuwa na wasiwasi sana kwa sababu Morris ameshindikana kuuawa na anajua wazi Morris huenda amemshtukia. Sasa katika nyumba alikojificha ameanza kuwa na wasiwasi kwamba ameingiliwa. Toba.
Mbona anavyofanywa anauawa. Wamekuja watu si mmoja, yani si kidogo. Cheki wanavyomfanya. Maskini ya Mungu. Huyu mama anauawa. Sasa ina maana huyu ndo katuma watu wakamuue mama mle, ili asije kagundulika kwamba ni yeye kamtuma huyu jamaa. Wenda tanaweza ka huyu jamaa ametuma watu wakamuue mama, kwa sababu ile mama inaweza ikaja kila kwake. Ikila kwake na huyu naye pia kajulikana. Sasa wenda imekuwa ni hivyo. Kama si hivyo, basi wale ambao wanawaua, wale wauaji na wamemshtukia na huyu mama yuko hapa, kwa sababu naye pia anawatuma hawa, basi naye pia anastahili kuuawa. Lakini mimi kwa mawazo yangu nawaza kwamba huyu jamaa ndiye ametuma wale wauaji, kwa sababu tayari kashaitwa na bosi kule. Ngoja muue huyu mama isije kagundulika huyu mama yuko pamoja naye. Anakuja katika ofisi asubuhi na mapema, lakini huyu jamaa mpindi huyu amekuwa ni mtu mwenye wasiwasi kwamba watu wake wameuawa na huyu Mr. Sullivan. Karibu. Asante sana Mr. Constantine. We do, and we know what Tunajua kazi yako ni ipi. we should work. Sasa tuna majukumu kidogo, tunataka tusaidiane tufanye kazi pamoja. Anasema sawa, hamna tatizo. Animosity between us. Sasa kuna watu ambao wanataka kutuua. Sawa, bwana mkubwa, mpe mkono wewe. Haya, sema ni makosa makubwa sana kiongozi. Black, mpe mkono huyu, tumemwita hapa tusaidiane. Yale pita amepita bwana. Lest we forget. Anasema mna shida. Ya mbele yanafurahisha. Kama imepita basi ya mbele yanafurahisha. I hear you've been having some trouble lately. Nimesikia ulishapata matatizo kidogo. We're being hunted. Tunawindwa. Yes. Yes. Other assassins. Unajua mpaka mwindaji anakuja kuindwa, kazi nzito kidogo. Hamna shida, sisi tutakusaidia kutatua matatizo yako. Huyu bwana anasema watamsaidia kutatua matatizo yanayomkabili. Lakini cha kwanza ni heri wakae wote hapa meza moja, wazungumze mambo mazito wamalize. What is it exactly that you're contemplating? You have no right to be here. Doesn't matter, I still could have killed you. You think. Truthfully, I was half expecting to find you the same way I found Ballistic. If I can get any evidence. Bado kichwa kinamuuma kutambua ni nani aliweza kummaliza Ballistic. You don't really care about whether you live. Lakini inaonekana kama wewe hujali kwamba tunazidi kupotea. My therapist now. Oh, Sasa akamuuliza, na maana wewe ndo unataka kunitibia kichwa changu ama vipi? Mimi niko na mawazo yangu afu nasema mimi sijali nini? Trying to tell me we're on the same side and we want this. Nilishakwambia sisi hatuko upande mmoja, bali majukumu yetu ni mamoja. Sawa, mimi siwezi kukusaidia wewe kutatua matatizo yako. Do it. Why do you? Sasa kwa nini wauawe watu wetu? Na kwa nini wewe ufuatiliwe? we need to get rid of them. Sikiliza, tunahitaji kumtafuta huyu mtu ambaye anasababisha yote haya. People. Sisi si watu wabaya. Killing is a part of life. Unajua kuua For food. ni miongoni mwa maisha yangu. Sasa huenda labda nimetengeneza chuki kubwa, na ndio maana hizi chuki leo hii zinapelekea watu kunitamani na kutaka kunimaliza. I think we're doing the world a favor. This partnership with Cloak is a blessing. Now we will have more power, and we'll use it for good. Lakini kitu kikubwa ambacho tunahitaji kukifanya sasa hivi Feder- ni kujaribu kuzichukua nguvu kwa huyo mzee. Tutengeneze, tuwe na uimara, tuwe watu bora, tuwe na uwezo mkubwa. Baada ya hapo tuna uwezo kufanya mambo mengine ambayo ni mazito zaidi. You. Mimi naona tu unataka kunizingua. Hauna lolote. Now that you have a stake in this evil. Mimi siwezi kukuzingua, bali ninachokuambia ni cha kweli. Kuna mtu ambaye ameniulia mpaka mtu wangu wa nguvu sana, mke wangu. Sawa? Na nataka nimtafute huyu mtu kwa ajili pia ya mke wangu. We are the true heroes of our time. He stands between us and our purpose. Nachotaka ni kuhakikisha kwamba walisababisha matatizo yote haya ni lazima wajibu mashtaka. Kill him. Hamna shida. Tamfyeka. Tamaliza hiyo kazi. Sasa huyu anapaswa kuuawa. Sasa hii nini? Roland Burke. Huyu anaitwa Roland Burke. Ingram found him in Cloak's database. Huyu ni mtu ambaye ana data muhimu sana kuhusiana na sisi.
I know. Unafikiri ni yeye? Namjua vizuri huyu jamaa. Sawa? You kill him tonight. Tutamua usiku wa leo. Huyu anapaswa kuuawa kwa sababu ana data muhimu sana kuhusu sisi. Anaitwa Headshot. Do you know where Mark is? Unamjua Mark yuko hapa? Can't believe it. Mark, siwezi kuamini. Mtaka kwenda kumuua huyu? Kuna kipindi nishafanya naye kazi. Kwani kuna tatizo kwenye kumuua? Hamna shida. Kama ni vipi tunzetu tukamuue. Walikutana wawili na sasa kazi yao ni moja. Wahakikishe wanaenda kumuua huyo jamaa. I'm sorry. Let's just find him and kill him. Bana, tumtafute na tumuue. Sababu huyu mtu ana habari nyeti sana kuhusu sisi. Hakuna mazungumzo mengine zaidi ya mtu huyu kutafutwa na kuuawa haraka sana iwezekanavyo. Hakuna story pindi tutakapoweza kumuona. Ni kumuua mara moja. Mbona kavaa kama nguo ya yule jamaa ambaye siku zote anaua hao wauaji? Huyu jamaa nani? Huyu ndio Baka. Who killed him? Nani kamua? I don't know. Mimi sijui nani kamua. Yaani umekuja kumuua mtu ambaye tayari kashauawa. It's wrong. Inaonekana kama vile labda huyu jamaa alikisia mtu sie. Bosi wetu alifikiria kwamba ndio huyu, kumbe sio huyu. I'm sorry about Malice. Bana, kwanza pole sana kuhusiana na kuuawa kwa ule mama Malice. Pole sana na kuuawa kwa mtu mwingine ambaye anaitwa Ballistic. Kiukweli nataka nikwambie, But it had to be done. yaani napaswa niyafanye haya ambayo mimi nayafanya. You talk about my past at the most appropriate time. Nimetoka kwetu Mkuranga mpaka kufika huku ni kutafuta maisha. Nimepewa nafasi kubwa ya kutengeneza maisha upande wa pili. Pesa zimekuwa ni nyingi sana. Sasa acha niwe shetani ukweli, hata nikirudi nyumbani Profit. nitengeneze maisha. You're monsters. We ni monsters. You in particular. You are particular. Find interest. You don't know why you're a monster. Unajua wewe ni shetani? Mimi nimepata nafuu huku. Nimepewa nafasi nyingine kukaa katika eneo lingine kwa ajili ya majukumu ya kazi. Sasa acha nikuue. Kamgeuka. Huyu ndo muuaji mwenyewe nini? Ina maana kamuua mpaka na huyu jamaa wakaingia naye ndani wote ili aje kumuua na huyu. Mimi na wasiwasi huyu ndio muuaji mwenyewe. With my bear. Anabasikiliza nikwambie kitu. Yule Malice nimemuua mimi mwenyewe kule juu ya gorofa kwa mkono wangu. Stick. Nimemuua Ballistic. Want them to feel betrayed. Kwa sababu kwanza alikuwa anahisi anataka kuja kututoroka sisi. Want them to feel the pain. Sawa, niliona kwamba anastahili kifo kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye kusitasita siku zote kufanya kazi na sisi. Nikaona huyu atatugeuka, nikamfyeka. We, kumbe kaua wote yeye, akakimbia. Da, amekisanua na alikuwa anajua namuua huyu, lakini kwa bahati mbaya ameshindwa kumuua. Alijua anamwambia yote, lakini anajua wazi kwamba hawezi kupona. Lakini kwa bahati mbaya amepona, jamaa yake amekuja kumsaidia. Don't do anything stupid. Usijaribu kufanya kitu chochote cha kipuzi, Senator. Or that is for you. What do you want? Unataka nini? Obviously not to kill you. Mimi siko hapa kwa ajili ya kukua. Apologize for yesterday. Ila tu samahani kwa yote ya jana ambayo imetokea. Yaani tulivyokwenda tukaua watu wako, nilitaka nijifanye kama vile niko pamoja na wenzangu, lakini nikapoteza watu wako baadhi. Nilitaka tu Sullivan aniamini. You know who I am now. Sasa wameshanitambua mimi ni nani sasa. Wameshanitambua kwamba mimi ndiye nimewapunguza, kwamba mimi ndiye nayewaua. Sasa si unahitaji hao jamaa wote wauawe? To me. Sio mimi. Constantine alikuwa anataka hivyo. Constantine ana lolote, asingewaleta wasaidiane naye. Sasa sikiliza, hii ndo nafasi yako ya kutengeneza himaya yako na kuwa ni mwenye nguvu kuliko kumtegemea huyu Constantine. Sasa mimi hawa vijana wote nawateketeza. Hakuna hata mmoja nitakayembakiza, wote nitawaua. Lakini nahitaji msaada wako ili jambo lifanikiwe. I want to hear from you in the morning. Nahitaji nikusikie mpaka kesho asubuhi, unaweza ukanisaidia kipi? Lakini kumbuka, usijaribu kufanya upuzi wote.
It only takes 1 second. Hii inaweza kusababisha sekunde moja tu wakafa watu wengi. Ushanielewa? Wamemshtukia huyu jamaa na sasa huyu jamaa anahitaji msaada ili kufanikisha kuua wenzake, sababu tayari wameshamshtukia. Sasa upande wa pili huyu jamaa anakumbuka mengi sana. Anakumbuka mengi mno kuhusiana na huu mdoli, na mpaka leo hii ule mdoli wenye damu anao. I killed her with my bare hands. Anakumbuka maneno ya mpuzi, anasema nimemuua kwa mkono wangu mwenyewe. Alafu kumbe ule demu ni demu wake. Penda sana huyu jamaa. Penda sana ule dada. Ameuawa na yule mshikaji, na tena kasema nimemuua kwa mkono wangu mwenyewe kule juu ya paa la gorofa. Kashtuka katika usingizi. Thank you. Asante. For what, saving your life? Kwa kuokoa maisha yako? Yeah. Yeah. You're welcome. Basi hamna shida. I know this place. Nalifahamu ile eneo. Tell building. Wanaita Tell Building. Perks of being partners with Cloak. Moja kati ya sehemu ambazo partner wa Cloak anafanyia kazi hapa. We own this place. Sikiliza nikwambie kitu, sisi ndio wamiliki wa ile eneo. Hamna mtu mwingine anaweza kumiliki. Mambo yamebadilika sasa. What now? Kwa hiyo tunafanya nini sasa? Plan. Mpango bado hujabadilika, mpango uko vile vile. Everything's changed. Kila kitu kimebadilika. I can't trust your judgment anymore. Cha kwanza sikuamini tena ufanye maamuzi yote. All the people who've died on your watch. Yaani watu wetu wamekufa na ulikuwa unaona? My people. Walikuwa ni watu wangu. Hands off the boss, Mr. Lowe. Hebu mwachie boss, Mr. Lowe. Mwachie boss wako. We've been tracking Headshot. Tumejaribu kumfuatilia, tumeweza kujua yuko wapi huyu Headshot. You had all of us fooled. Huyu Headshot kuna deki alikuwa anatufanyia ujinga. Alikuwa anatufanya sisi sote wapuzi. Then you think. Ni mtu ambaye ni hatari zaidi ya hatari yenyewe. Lazima tumzuie popote pale alipo. Alikuwa nasi kipindi chote anajifanya kwamba yuko nasi, kumbe ni muongo. Kwa hiyo kinachobakia sasa ni kumtafuta Headshot popote pale alipo, ajibu mashtaka. Well. Vizuri, vizuri. What's this mean? Unamaanisha nini? We're outnumbered. And Abana tuko wachache. Lives in a protective bubble. Morris anaishi katika huu mjengo wenye watu wengi. Not gonna... Na mpaka sasa hivi Morris yuko pamoja na huyu Headshot. Na anasaidiana naye. Including the Reapers. Kudadeki. Watampataje Morris kumfyekelea mbali? Na huyu kijana wake, mtu wanawake huyu mshenzi ambaye walikuwa pamoja naye, kumbe alikuwa anamtumia puzi huyu ambaye anaitwa Mr. Headshot. Watawapataje wote wawili waue? Hebu unifuate kwanza. Hebu nifuate nikupe mbinu nini tufanye. What do you want? Unataka nini? I want to see if your training's paid off. Sasa nataka kuona malipo Need you on the ya mafunzo yako. found a killer. Inabidi tumtafute muuaji na ndio tayari tumeshamuona, nataka tu tukamuue. Na wewe ni mmoja kati ya watu wetu. Bullshit, Sully. Acheni ujinga bwana. We are not superheroes. We are not superheroes. Amemfuata huyu, anasema sasa yale mafunzo aliyempa wanataka waone malipo. Malipo ni kwenda kusaidiana nao, kwenda kumfyeka yule mshenzi aliyewageuka, aliyewasaliti, mtu ambaye si mzuri. Alikuwa anajifanya ni mtu wao lakini kumbe si mtu wao, mshenzi tu.
Huyu anapaswa uawe. How old are you? No younger than we were when we first started. We can't risk his life. I can take care of myself. And who are you anyway? He's here to help. Yuko hapa kwa ajili ya msaada. Na wewe je? Has proven to be quite... Jamani, wote hapa tunapaswa kusaidiana ili tujue tunafanyaje katika hili. Sawa? Tusianze kugombana hapa. Tunahitaji tuweze kushirikiana kwa pamoja ili kuweza kupambana na huyu mtu. Sasa tayari wameshaweza kumjua huyu mpuuzi mdogo, lazima atafutwe pote pale alipo ili waweze kulipiza kisasi juu yake. You're just a kid who thinks he's angry. You want to know who I am? I'll show you. As for you and Headshot, I don't know who's worse. Be thankful you're not the one I'm after. Aya, sasa anasema baada ya kumaliza huyu Headshot, mimi sihitaji tena kufanya kazi na nyinyi, mtaniacha nifanye mambo yangu mwenyewe. Anakumbuka mengi waliyapitia kwa mara ya kwanza mpaka demu wake akawa demu wake. Siku moja demu wake alitumwa aje kumuua, lakini mwisho wa siku walikuja kupatana na hatimaye wakawa ni wapenzi wakati mmoja. Anakumbuka kwa mara ya kwanza walivyokutana huyu mwanamke. Huyu mwanamke alikuwa yuko na uwezo wa kumfyeka, lakini alimsamehe. Hakumuua, alimwacha. Yule dada alitimka zake, aliondoka yule mdada. That was the last time I saw her. Alisema ilikuwa ni mara yangu ya mwisho kumuona. Were you supposed to save her? Sasa wameshamuua. Kill her. No. Sasa I have only... amna kitu kingine ambacho napaswa nikifanye ni juu ya kumfyeka yoyote yule aliyeweza kusababisha kifo cha mpenzi wangu, akiwemo huyu anajiita Headshot. You need astounding numbers. Unahitaji uwe na watu wengi zaidi. Sikia wewe. Hitman. Sasa hivi inabidi tuwatafute mahitman, ex-Minisho, ex-cops, shit, masela. Wote watusaidie katika hili kwa sababu hawa jamaa tayari wameshashtukia na ni watu wabaya, usiwachukulie poa. Wana uwezo mkubwa sana hawa watu. Umenisikia? Umenipata? Umeninyaka? But be angry, driven by twisted morality. Yani kwa jinsi watakavyokuwa na hasira juu yangu, watakuwa na fulu ile mizuka yenyewe. Wanataka ukisha kwamba lazima walipize kisasi. Kwa hiyo lazima na sisi tujiandae vya kutosha. Na kweli jamaa walikuwa wanakuwa na mizuka. Wana hasira. Deki. Ana machungu mwana mdogo. Wewe. Ana uchungu. It's time. Muda sasa umefika. A more peaceful world awaits. Sasa kama muda umefika, hakuna cha budi ni kwenda kupambana tu. Woohoo! Huyo hapa anaitwa Morris. Yuko na ulinzi wake. Anatawanyisha jeshi lake. Ana wasiwasi. Wenda na viziwe. Sio huyu mjinga huyu. This
is what we prepared for. Sasa tumejiandaa kwa ajili ya hili jukumu. Wewe mwandazimu? Haja basi wana ulinzi ukali. Hata kama wakiwa na ulinzi ukali wa nini? Hakuna cha kuogopa. Hawa wamepelekea mpaka demu wangu kufa. Walikuwa wanatumana kazi kidesign kutua sisi. Sasa tuseme nao tu hakuna jinsi. Morris ndiye alikuwa anamtuma huyu kuwageuka wenzake. Alianza kuwageuka mmoja mmoja na akamcheka mpaka na demu wake na mshikaji kule juu ya dari. Na ndio maana Morris alitambua kwamba huyu mwanamke aliandaa kumuua yule mshikaji na tena nafasi ichukue, sababu Morris alikuwa na mtu ambaye ni yule headshot katika kundi na hawa ambao wamepewa kazi ya kumfyeka yule bwana. Haya sasa. Kumekucha. Kumenoga. Hey, mimi nakuachia mwanzo mwisho upate kuangalia kile. Cheche. What is this? A kid? Wamekuja na dogo. Ase huyu jamaa kweli mpuzi. Yaani umekuja kutuma huyu bwana mdogo yuko. Wanamuita huyu ni dogo. Lakini hawajui kwamba huyu jamaa ni mtu mbaya. Ameongezwa katika kikosi cha bwana mdogo yule Sullivan. Na anakuja kushtuka. Jamaa yuko na visu. Anaanza kucheza naye. Wewe kama umenikata kimoja cha pili huwezi kuninasa. Mgeniwa nikiwa tayari nimeshazimika. Jamaa wana visu vingi. Wana visu vingi, wanamdokoa. Hebu tuangalie mchezo mwanzo mwisho. Chezo ndio umeanza hivyo. Na wanatisha. Atari.
Anamaliza tu, yuko vizuri. Mambo yalikuwa si ya kitoto mpaka namaliza huyu. Bodyguard huyu hatari sana. Sasa alitoka hapo, anile kusonga mbele mwanaume. Anakutana na ngwe nyingine. Watu kadhaa. Yuko wapi? Anamtaka Morris. Yuko wapi? Jengo ni kubwa. Morris amejificha huko. Morris amepatikana. Hivyo unafikiria nini? Kwa hiyo wewe unataka kupinga kile ambacho bosi wako Constantine alitaka kiwe, si ndio? Mtoto wangu mmemuua. Yes. Ndio, mtoto wako. Na baada ya kukua wewe nitakwenda kumwona mtoto wako. Mpuzi. Kama nikifa, Constantine atawafyeka nyote. Hapana. Haiko hivyo. Unajua senator anataka kuwa ni rais. Kwa hiyo hawezi kufanya upuzi kama huo. Wewe ndio ulikuwa unapanga njama za kuhakikisha kwamba unaua kila mtu ili uchukue nafasi yake. Yaani ukishamuua huyu, wewe ndio unakuwa nafasi yake afu unaenda kugombania urais. Sasa acha nikufyeke kwa sababu pia umeua watu wangu wengi kwa kumtumia huyu mjinga huyu. Huyu mjinga wako Headshot. Na kufyeka wewe na tunamtafuta Headshot alipo. Hiyo mipango yako yote umefeli. You're gonna end up just like Fields. Basi sio mbaya, nifyeke kama vile nilivyomfyeka Fields. Fields, eh? But you don't realize, Senator. Nataka nikwambie kitu, Senator. Part of the plan. Sasa, wewe kuwa katika mpango wangu kabisa nikufyeke. Lakini napaswa nikufyeke ile mbali sasa. Kamaliza. Amemaliza mara moja. Hawezi kumwacha. Anamwachaje? Bado anamtafuta kibaka huyu. Mpuzi amekimbilia pwani huko. Yaani kamtafuta na kamuona wapi alipo. Ameshamuona wapi alipo huyu mjinga. Wote wawili wanamfuata. I'm going alone. Acha mimi niende mwenyewe nikamalize. Una hakika unaweza kumaliza mwenyewe? You'll die. Anasema kama nikifa sio mbaya. Sitaki tufe wote.
Ambia acha tukafe wote tu mzee. Acha tukamfyeke huyu Deadshot. Mwenyewe hautoweza. Tukamfyeke wote. Killed in front of me. I never found the men responsible. I don't know if I ever will. Until then, everyone is responsible. Everyone pays. Anasema kila mmoja huwa analipwa. Lakini wapuzi wamechezea sana shilingi choni. Na mwisho wa siku wamepewa kazi ya kutuangamiza sisi. Shenzi sana huyu. Anajiita Deadshot. Deadshot huyu hapa. Walijua sehemu ambako wanaweza wakampata. Wamemfuata bwana. Sasa Deadshot. You people. Yaani nyinyi wajinga, mnajiamini kwamba nyinyi mko bora zaidi yangu. You're severely wrong. Mmekosea sana. You're puppets. Yaani nyinyi ni mapuppet. Mavinyago tu. But kwa hiyo mnataka kujidhihirisha kwamba nyinyi bora zaidi yangu, mnataka kunionyesha show, sio? Sasa hapa ni show. Mimi nitawaangamiza nyinyi. Nitawafyeka. You kill because you love to. Nyinyi mlikuwa mnaua kwa sababu mlikuwa mnapenda pia. Sasa uko sahihi. I'm unarmed. Mimi sina silaha yote sasa. Njoni mniue kama mnaweza. Bwana! Amejiamini sana na ndio maana anachapa sasa. Tatizo wa jamani majeruhi wote.
Yani wanamwangamiza kikatili. Nafikiri umefuatilia mwanzo mwisho. Mauaji haya kikatili ambao wanamfanyia huyu jamaa. Hatari sana. Hatari sana. Bwana, kazi ndio anaimaliza hivi. Umempiga sehemu nzuri sana ya mwili. Lakini anawavunja kudadiki. Anawavunja. Wewe, acha usininyonge. Kinapita kisu kwenye shingo. Kudadiki akubali. Anarudisha kile kisu sasa. Huyu jamaa huko anatapikiana, sio mchezo. Kile kipigo sio mchezo mzee. Sasa ameamua ni bora kutoa mkanda. Aende akamnyonge huyu jamaa. Hamna suluhisho lingine. Ni kukamata mkanda na kumnyonga. Pandikizi la mtu mzee. Kumua ilikuwa sio kitu rahisi. Kwa nini jamaa mpaka anacheza na koromeo kama simba hivi. Anang'ata koromeo apoteze maisha. Yes sir. Wanamua ile kikatili sana. Kwa nini jamaa katoka na ngozi. Tema huko midamu. Utumbo nje. Bwana, vile alivyoondoka ndivyo alivyoweza kutukumbusha. Kumbe tulivyomuona katika mazingira hapa, kumbe ndio yote haya akatuhadisia kile ambacho kilikuwa kimejiri. Sio mchezo. Bwana, kazi inaisha kama hivi, wanaita contract. Kumbuka kutoka ndani ya idara ya HH Production kutoka ya Telecom na Agri. Kama Daz, kama Kawaidas. Ni 0656035353. Bwana, cheki uwanja jinsi watu walivyocheza. Hey. Walikinukisha katika uwanja, hatua kila mahali. Bwana, sina mengi ya kusema. Nimemaliza kama hivi, lakini mwanzo yani mwisho wa kitu hiki ni mwanzo wa kitu kingine. Hii ni baada ya mwezi mmoja tokea walivyoweza kumfyeka ule niga. Maisha yaliendelea kama kawaida. Jamaa yuko nyumbani anatengeneza juice na hatimaye anapiga. Mwezi mmoja huyu jamaa majeraha alianza kupona. Maisha yanarudi kama awali. And Brent? He went home. Ameenda nyumbani. How'd it go? Mambo yanaendaje? According to plan. Mipango kama tuliweza kupanga. Kila kitu kinakwenda vile vile kama tuliweza kuzungumza. With this news. Hebu niambie basi kama kuna habari nyingine mpya. Habari mpya nyingine hamna. So. Sasa kitu kingine labda. Kitu kingine hatujamaliza majukumu. So nataka nani tena tukamue? Morris family. Tukaue familia ya Morris. Hicho ndicho ambacho kilichukua kimesalia. Wanapewa kazi ya kwenda kufyeka familia ya Morris.
Nafikiri kwamba huyu jamaa akapewa tenda na yule bosi wa Morris. Wanahitajika waende wakafyeke familia ya Morris yote. Je, wataenda kuifanya hiyo kazi? That night Ballistic was killed. Usiku ambako Ballistic alipoteza maisha To take out Morris. ndio usiku ambao sisi wenyewe tulikuwa tunahitaji kwenda kumua Morris. Eddie Shorty alikuwa yuko na mimi. Sidhani kama atakuwa amemua Ballistic. Bado nashindwa kujua ni nani aliweza kumua Ballistic. Strange at the time. Bado nawaza hapa. Was being outdone by just one man. Nafikiri kuna kitu ambacho kilikuwa sitamfahamu, yani sintamfahamu kinaendelea. Lazima nijue ukweli. Kumbe huyu jamaa ndio muuaji mwenyewe. Huyu ndio muuaji mwenyewe. Kinachoendelea hapa jamaa tayari kashamshtukia. Risasi imesikika. Jamani, kitu nakita contract kimeishia hapa. Niite DJ Mark, niite DJ Machine, mzee idara ya ACH. Huyu ni Alex Chung. Na huyu ni nani? Anaitwa Kylie Stewart. Na huyu anajiita Head Shot, anaitwa Michael Carter. Na huyu Sullivan ni Jamie Cat. Na huyu ambaye alikuwa anaitwa Missy. Bwana, ulikuwa na mimi kipindi chote. Niite DJ Mark, niite DJ Machine, mzee idara ya ACH. Kama taz, kama kawaida tunamaliza kitu kama hivi.